Sasa ikiwa Ramadhani imeisha, Mwarabu anauliza madha ba'da Ramadhan, madha ba'da Ramadhan, kuna nini? Kumalizika kwa Ramadhani ndo kumalizika kwa ibada? Je, kumalizika kwa Ramadhani ndo kumalizika kwa uchamungu? Je, pumziko ya watu wasubiri Ramadhani ya mwakani? Kila mmoja ana fikra yake kuhusu Ramadhani, lakini dini nayo ina amri zake na nususi zake. Kwa Ramadhani ni kuendelea kwa mambo mengine baada ya Ramadhani, bali kumalizika kwa Ramadhani sio mwisho wa uchamungu, bali ni ule uchamungu uliojifunza katika mwezi wa Ramadhani. Kumalizika kwa Ramadhani sio mwisho wa amali njema anazopaswa mwanadamu kuzitenda, bali ndio mwanzo wa ukali wake katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Takutanabaisha wewe ambaye unaona kwamba sasa umefika wakati wako kupumzika, na baada ya kutoa zaka au sadaka kwa wingi umemaliza Ramadhani, unamuasi Mwenyezi Mungu kama kawaida yako. Ramadhan kilikuwa chuo, ilikuwa kambi maalum ku approach akhira yako ambayo ndiyo yenye kudumu na kubaki. Wala al-akhiratu khairul laka min al-ula. Ramadhani ilikuwa mafunzo ya kuna katika Ramadhani aliambiwa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl inallahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ilikuwa ruhusa, kulu washrabu, kuleni kunyweni kwa vidhibiti maalum. Ukimaliza Ramadhani tu isome aya iliyomaliza sasa hivi, kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun, utakuta maneno nasema wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil watudlu biha ila alhukami litakulu fariqan min amwali nnasi bilithmi wa antum ta'lamun. Kisha anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi walhajj walaysa albirru bi an ta'tu albuyuta min dhuhuriha wa atu albuyuta min abwabiha, mpaka mwisho wa aya. Amekutajia mambo mawili muhimu, lati kanat turshiduna wa tunabbihuna madha fi Ramadhan. Baada ya Ramadhani tu kuleni kunyweni mpaka usiku uingie. Baada ya kupita mchana, msilale na wake zenu mchana wa Ramadhani, au mkiwa katika itikafu fanyeni dhawabit za itikafu, la tubashiruhun wa antum akifuna fil masajid. Hiyo ni mipaka ya Allah, fala taqrabuha, baidu anha, msikaribie. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Walakum, kama ulijifunza kutokula chakula mchana wa Ramadhani na unacho na hukufungwa kamba wala ukishukiwa silaha wala hukulazimishwa, yani kwa ridha yako kwamba ya Rabb umeniambia nisile, basi sitokula, kama vile ambavyo ulitikia mwito wa kutokula mchana wa Ramadhani, ukukataza kula chakula mchana wa Ramadhani na ukatii, ndo huyo anakuambia wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil wala. Kwa nini hakusema wala taakulu amwala nnasi bilbatil, msile mali za watu kwa batil? Kasema msileni mali zenu. Kwani mtu anaambiwa mali yake asile? Kwa nini asile na ni mali yake? Yani Qur'ani inataka kukuambia mali ya mtu ione kama mali yako. Hata mali ya manga ni mali ya mtu, ione kama mali yako. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil.
hata ukimwoa mke ukimpa mahari nusu, alafu baadaye ukakaidi kutompa mahari yake mpaka ukafa, umekula mali ya mtu kwa batili, hujampa mahari yake. Ni wangapi wanadaiwa mahari hapa msikitini? Na wengine mshakuwa vizee vikongwe, ukifika kwao mkewe anakushtakia, shekhe, mume wangu hajanipa mahari mpaka sasa. Mwambie huyu anakufa na deni. Ndiyo unadaiwa zako, haki yake. Wazee, msinikazie macho wala msinichukie. Wengi wetu tunadaiwa mahari na wanawake, alafu tena cha ajabu inakuja baadaye, watu wanarithi. Unajua kama ukiambiwa haya pige, anamdai 40,000. Sasa wewe 40,000 zilikushinda wewe kulipa? Siku ya Kiyama hakumlipa mwanamke mahari yake, laqiya Allaha wa huwa zanin, atakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa mzinifu. Na mwenye kudaiwa asilipe deni na alikuwa na uwezo wa kulipa kwa maksudi tu akakataa kulipa, laqiya Allaha wa huwa sariq, atakwenda kukutana na Mwenyezi Mungu akiwa mwizi. Kulipa na hakuweza kulipa, Mwenyezi Mungu atamlipia. Lakini ajabu, wewe ambaye umemuoa eti ukampa mahari nusu, na imekuwa hiyo ni kawaida leo, katoa nusu tu, hayo nusu nyingine ujue ndo mpaka Kiyama. Ukirudi nyumbani leo ukamuulize mkeo, mahari yako imebaki senti ngapi, pesa ngapi? Hata kama una miaka 40 katika ndoa, wewe unajua utakufa lini? Usile maliza na nia nyingine. Kama mwenzetu huna uwezo, tunakuombea Mwenyezi Mungu akupe uwezo ukalipe mahari. Na wewe unaonekana unadaiwa, manake unanitizama sana, uende ukalipe mahari ya watu. Hakuna sunna ya kwamba unalipa nusu unaendelea kukaa eti ukalipe mahari ya watu. Walipeni mtu Allah sema, wa atun nisaa sadaqatihin, wapeni mahari yao. Ya Rabbi, nimefikisha. Ya Rabbi, kuwa shahidi, wengi wanadaiwa mahari na wanania ya kutolipa mpaka wanakufa. Mtume anatufundisha kwamba baada ya Ramadhani, Qur'ani inatuelekeza kwamba baada ya Ramadhani sasa tuyatumie yale mafunzo tuliyopewa. Wala taakulu amwalakum bainakum bilbatil. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, mwenye kuchukua mali ya mtu kwa batili, akala kwa mkono wake, akakata kisehemu cha mali kwa batil, na au akaiapia ngombania kwake wala si ya kwake kwa batil, amejikatia moto, mahala pake ni motoni, kwa sababu huququ nas. Ndio maana Mtume alikuwa karibu na kufa, asema, yoyote ambaye nimemdhulumu aje, hata kama nimemwaga damu ya mtu, nimempiga mtu, ni chochote, mimi nipo hapa, aje achukue kisasi. Nimechukua shilingi yake, dinari yake, dirham yake, aje, kabla haijawa dinar wala dirham, na kabla hatujafika huko. Ya Rasulullah, huku kwetu mtu anadhulumu waziwazi na anamwambia mtu nenda kokote, ili shamba alishalichukua, nenda popote utakapokwenda, hii nyumba ishakuwa yangu, hizo pesa mimi nishakurusha na hakuna chochote kitakachokuwa. Yule mtu anabakia, tutakwenda kukutana chini ya mkunazi, sawa, wewe niambie tu mkunazi wa kwanza au wa pili. Hana uoga. Ya Rasulullah, kuna watu huku hawana uoga,
Wewe unasema haya, nilochukua mali yake, niliyompiga, niliyomfanya chochote, haya kabla haijawa dinari wala dirham achukue mapema. Huku watu wanasema aniambie tu mkunazi wangapi. Hana hofu mtu ya kumdhulumu mwingine, ya kumwibia mwingine, ya kumnyanyasa mwingine, kwa sababu huyo Mungu muoni. Au hajaja mtu kutoka akhera akakwambia kweli kuna moto, unataka nini? Wakati Qur'ani na hadithi za Bwana Mtume zote zilikuwa wazi, zinakueleza kama we ni muumini kweli. Muumini inatakiwa kile anachosikia, samehna wa ata'na, tumesikia ya Rabbi, tumetii. Alladhina yu'minuna bilghaibi, ghaib, muumini anaamini ghaib hata kama kitu hajakiona, lakini maadamu kaambiwa na Qur'ani na mtume wake anajua hicho kipo tu. Ni kweli, akiapiwa Mwenyezi Mungu, akitajiwa Mwenyezi Mungu, utaona anaogopa, ana hofu. Ndio maana ni alama katika alama za kumjua mu'min. Allah anasema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hakika waumini wa kweli, innamal mu'minun. Naangalia imekuja adatu hasrin, innamal mu'minun, hakika si lingine lolote, waumini wa kweli alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum, ni wale ambao wakitajiwa Allah, wakiekiwa Allah katika mambo yao yote, Allah nyoyo zao zinaogopa. Bwana, unanidhulumu, Allah anakuona. Akishaambiwa Allah, basi utamwona Bwana aichukua haki yako, nisamehe. Lakini si waumini sisi, ukitajiwa Allah anakuona, sasa anatuona sote. wajilat qulubuhum ay khafat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim